Nachukua nafasi hii kukusalimu salamu za upendo wa Masihi. Mtazamaji mpendwa, hujambo? Nami si jambo. Namshukuru Baba wetu kwa sababu ya nafasi nzuri amenipa kuwa hai siku hii ya leo, na vile vile kuniwezesha kuja hapa kila wakati ili tukaweza kuwa na nafasi ya kujifunza katika kipindi cha karamu ya neno. Wiki hii kama tunavyoendelea katika mfululizo wa mafundisho, tunaangalia kitabu cha Isaia 61, na unapopata wakati wa kusoma kitabu hiki na kukirudia, utakuta kwamba kuna ahadi ambazo wale wanaoitwa watiwa mafuta, wale ambao wamejazwa Roho Mtakatifu wanapewa na Baba wetu. Na ukishapewa ahadi ya namna yoyote ile, inaandamana na wajibu ama inaandamana na madai ambayo ni jukumu lako la kibinafsi kufanya. Na kwa hivyo siku hii ya leo nataka tuangalie hali ya sisi tuliotiwa mafuta kufanyika kuwa makuhani ama kuitwa makuhani, na jinsi ambavyo tunapopokea furaha ya milele. Na andiko ambalo tunaenda kulijadili ni fungu la 6 na la 7 katika aya hii ambayo ni somo kuu la kitabu cha Isaia 61 mstari wake wa kwanza. Na tuombe. Mfalme wa mbingu, yawe Elohimu wetu, tunakutukuza, tunakuinua na kunyenyekea chini ya miguu yako asubuhi ya leo. Tunasema ni asante kwa sababu umetupa uhai. Tunasema ni asante, umetufadhili katika njia za aina nyingi. Naomba wale wote tunaoandamana nao katika kipindi hiki, Baba, ukawakumbuka na ukasikia kilio chao na dua na maombezi yao, ukawanyoshea mkono wako wa fadhili, mkono wako wa uwezo, ukawaruzukia mambo wanayoyahitaji, ukawabariki, ukawaimarisha, ukawalinda kwa utukufu wa jina lako. Hata nasi tukiwa hapa kwenye studio tunazidi kuombea kituo hiki kwamba Baba utakifanya kuwa ni tunu kubwa na dhamani kubwa kwa wengi wanaotusikiliza, na tutazidi kuwa wabaraka kwa wengi. Mtakatifu Baba, tusaidie na kutupe nguvu na uwezo. Wale wote wanaofanikisha mambo haya, Baba, wakumbuke, wajalie neema yako, katika jina takatifu teule mno la mwanao wa pekee Masihi Yeshua Mwokozi wetu tumeomba pamoja na kuamini. Fungu ambalo tunaenda kulisoma ni Isaia 61 mstari wake wa 6 na wa 7. Nanyi mtaitwa makuhani wa Yawe, watu watawaita watumishi wa Elohimu wetu. Badala ya aibu mtapata maradufu, na badala ya fedheha wataishangilia sehemu yao. Kwa hiyo katika nchi yao watamiriki maradufu, furaha ya milele itakuwa kwao. Mtazamaji mpendwa, tunapoendelea kufurahia hali ya upako wa mafuta yanayotenda mambo makubwa ndani yetu, tunakuta leo kwamba tunashikanisha ahadi mbili, ahadi za kuwa na furaha ya milele na vile vile pia kuitwa makuhani. Na kwa hivyo inakulazimu kukubali maisha ya utakatifu na maisha ya uaminifu, na vile vile inakuhitaji ukazidi kuwa ni mtu ambaye ni mvumilivu. Katika hali hii, katika ahadi hii ya watiwa mafuta watakuwa makuhani wa Yawe, Isaia anatamka kwamba watiwa mafuta wataitwa makuhani wa Yawe. Na hivyo basi inatulazimu kuelewa kuwa kuhani ni nini. Na basi ukifuatilia katika Biblia takatifu utakuta kwamba kuna majukumu fulani ambayo alitakiwa kuyafanya, na jukumu la kwanza ilikuwa ni alihudumu mbele zake Yawe ama kumhudumu Yawe. Wakati ambapo anapotoa dhabihu ambayo Baba wetu anataka akaitoa, na akaitoa jinsi anavyotaka aitoe, ikamfurahisha. Kwa mfano unakuta kwamba Nuhu alipotoa dhabihu ilimpendeza, akasema harufu hiyo imempendeza, na akaapa hata angamiza ulimwengu tena. Na kwa hivyo wewe pia una jukumu la kusimama mbele zake Baba wetu Yawe, ukainua mikono yako, ukainua sauti yako, ukainua moyo wako kumhudumu. Anatafuta wanao mhudumu katika hali ya kumwabudu. Na jambo lingine tunakuta kwamba kuhani alikuwa afanye, aliwakilisha watu mbele za mtakatifu Yawe. Kuna mtu ambaye ako kwa ofisi ya ukuhani na kuna watu ambao wanawakilishwa. Na tunaona kwamba makuhani wa kwanza walikuwa kabila la Walawi,
waliokuwa wanaleta mapatanisho kati ya nyumba nzima ya Israeli wanapoenda kinyume na baba wetu Yawe. Na kwa hivyo wewe vile vile unafaa kusimama katika pengo la kuwa you are an intercessor. Unaomba kwa niaba ya jamii yako, unaomba kwa niaba ya taifa letu, na kwa hivyo unatufanya kazi hiyo ya ukuhani, kwa sababu tumeahidiwa tutaitwa makuhani na watu wa Elohimu. Na vile vile pia alitoa dhabihu na maombezi. Kwa hivyo kuhani anafaa kutoa dhabihu, na hivyo basi kila mmoja wetu kuna kitu ambacho lazima ukatoa, ikiwa ni dhabihu ya shukurani, ikiwa ni dhabihu ya malimbuko ya kwanza na mambo kama hayo. Na la mwisho kabisa, kazi moja ya kuhani alikuwa afanye, aliwafundisha njia za baba wetu Yawe. Kwa hivyo unaelewa kwamba kupitia Yeshua the Messiah, sisi wote tumefungulia mlango wa kufanya mambo hayo yote ambayo tumeyataja. Na kwa hivyo ni vizuri ukaweza kujitolea na kuamini kwamba baada ya Masihi kuja, kila muamini amepewa wito huo wa ukuhani. Biblia inasema katika kitabu cha Petro kwamba tumefanyika taifa la makuhani, na kwa hivyo simama katika pengo kama kuhani ambaye anayefaa. Na nikwambie jambo hili kwamba baada ya wewe kukubali majukumu haya ya kuwa kuhani na jina hili la kuitwa kuhani, kuna baraka za wito wa ukuhani. Na kwa hivyo ninakuombea katika jina la Masihi Yeshua ukapata mibaraka hii. Baraka ya kwanza, ukaribu wa kipekee na mtakatifu Yawe. Makuhani waliishi karibu na uwepo wa Yawe. Vivyo hivyo watiwa mafuta wameitwa kuwa na ushirika wa karibu na baba wetu Yawe. Makuhani walikaribia meza ya ukuhani kila mara, na kwa hivyo hata na wewe unafaa ukakuta kwamba kupitia ukuhani wako una mahusiano ya karibu na baba wetu Yawe. Andiko la kudhibitisha hilo ni Zaburi 27 mstari wake wa 4. Na Biblia inasema, kitu kimoja nimemuomba Yawe, nacho ndicho nitakacho kitafuta, nikae nyumbani mwa Yawe siku zote za maisha yangu. Mtazamaji mpendwa, wacha tuweze kuchukua short commercial break, na vile vile pia unaweza kutuambia kama unatupata katika sauti iliyo ya kisawasawa, na kisha tutaweza kuendelea. In a world constantly searching for light, searching for truth, Messianic Voice TV has stood as a beacon. For all of us here, this is more than a broadcast. It's a calling. From the profound depths of Yahweh's teaching to the joyous celebration of the Sabbath, we have journeyed together. Side by side, we've explored the sacred text, uplifted spirits, and nurtured faith, guided always by the power of His Word. We've graciously brought you inspiring programs such as The Word Fest Show, Safari na Mawimbi ya Maisha, The Wheat and Chaff Podcast, Karamu ya Neno, Kiuo Kia Moyo, Ukarabati wa Ndoa, Biblical Movies, Request Our Songs, and so many more. Every Sabbath, every message, every show, a testimony of the trust you placed in us. You, our cherished audience on Facebook at Messianic Voice TV, you are the heart of what we do. You are the why we strive, why we grow, and the why we remain committed to sharing His eternal message. On behalf of the entire Messianic Voice TV family, we express our deepest, heartfelt gratitude. Your unwavering support, your uplifting comments, your dedication to seeking Yahweh's truth, they inspire us every single day. We began this journey with a simple vision to bring hope, understanding, and fellowship into your home. And because of you, that vision continues to blossom. As we look towards the future, we invite you to remain on this journey with us. Continue watching, continue sharing, continue supporting Messianic Voice TV. Together, let us keep His voice echoing, bringing light to every heart, every family, every corner of the world.
May Yahweh bless you abundantly. Karibu mtazamaji mpendwa katika kipindi chetu cha Karamu ya Maisha, na samahani ikiwa kulikuwa na itilafu kidogo, lakini nashukuru kwamba tumeweza kurekebisha na tukazidi kuweza kuendelea. Nilikuwa katika kipengele cha kuangalia mibaraka michache tu ambayo inatokana na wito wa ukuhani, na tulikuwa tumetaja kwamba kuhani alikuwa na nafasi ya kuweza kumkaribia Baba wetu Yawe mara kwa mara kupitia majukumu aliyokuwa anafanya. Na jambo lingine ambalo kuhani anapewa ni mamlaka ya kiroho, na kwa hivyo katika maombezi yako yanakuwa na uwezo, na vile vile pia unapofanya ibada hiyo inakuwa na uwezo wa kuweza kupigana hata na vita vya kiroho, na vile vile pia unakuwa na uwezo wa kuweza kuwahudumia wale wengine. Na kwa hivyo tukubali madai haya na tujione kwamba tumepewa kazi ya kuhudumu. Kama ninavyokuja mahali hapa kila siku, nimekuja ili tukaweza kuwahudumia. Na vile vile pia wakati ambapo kuhani anafanya kazi yake nzuri, unakuta kwamba anapata riziki za namna kwa sababu Yawe anajali watenda kazi wake. Na kwa hivyo unaweza pata riziki ya kiroho, unaweza pata riziki ya kula na kunywa, ni kwa sababu ni Baba wetu anazidi kutupatia mambo hayo. Na baada ya kuwa kwamba wewe umekubali kuwa ni kuhani, ni vizuri utambue unafaa kudumisha utakatifu na kukaa katika utakatifu. Makuhani walihitajika kuwa ni watu wasafi katika maneno yao, wasafi katika tabia zao, na wasafi vile vile pia katika mahusiano yao. Unakuta kwamba kuhani hata katika ndoa yake aliangaliwa sana asije akaoa mwanamke ambaye anaweza kumnajisi. Na kwa hivyo makuhani, sisi sote tunahitaji kuwa na tabia nzuri, tunahitaji kuwa na mahusiano mazuri, na vile vile tunahitaji kuwa na mwenendo unaompendeza Baba wetu Yawe, na vile vile pia unaokubalika katika macho ya wanadamu. Petero wa kwanza 1:16, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Ukuhani ni kazi safi, ni kazi takatifu, na kwa hivyo tunaombwa tukawa na hali hiyo ya kukubali kuwa watakatifu. Na vile vile pia makuhani wanafaa kuwa waombezi. Makuhani walisimama pangoni kwa ajili ya watu wengine. Mtu wa mafuta anapaswa kuwa muombezi kwa ajili ya familia, unafaa kuwa muombezi kwa ajili ya kusanyiko, unafaa kuwa muombezi kwa sababu ya jamii zinazowakilishwa duniani, na vile vile pia unafaa kuombea hata na taifa lako. Kwa hivyo baada ya kuitwa sisi ni makuhani, tukubali jukumu hili kwamba unaweza ukapiga magoti yako ukaomba ukiwataja watu wa jamii yako. Unaweza ukainua mikono yako mitakatifu ukiombea kanisa lako takatifu. Unaweza kujitoa hali ya kujinyima kula na kunywa ukiombea jamii, na vile vile pia ukiombea taifa. Na mwaka huu tunazidi kuomba sana kwa ajili ya taifa letu, hasa tunapokaribia katika hali ya uchaguzi, kwa sababu shetani angetaka kuua, kuharibu, lakini kupitia watakatifu makuhani, wewe na mimi, tutaombea taifa hili. Na kwa sababu tumeahidiwa kwamba ombezi la mtu mmoja mtakatifu hufanya mambo makubwa, bila shaka tunaweza kupiga kura zetu katika njia ya maombi zaidi ya kupiga kura ya kuiweka pale kwenye debe. Na jambo lingine ambalo ni jukumu la kuhani ni kuwa na nidhamu ya kiroho. Kuhani hawezi kuhudumu bila maombi, na kwa hivyo lazima uwe na nidhamu ya kuona kwamba wakati wako wa kuomba unaomba. Lazima uwe na nidhamu ya kutafuta wakati wa kusoma neno. Inasikitisha kwamba sisi ambao ni makuhani, unakuta kwamba utafungua Biblia wakati tu unaenda katika nyumba ya ibada, lakini unafaa kuwa na nidhamu ya kusoma maandiko kila siku. Unafaa kuwa na nidhamu ya kuhudhuria ibada bila kukoma. Unafaa kuwa na nidhamu ya kufanya maombezi, mfungo, saumu, na unafaa kuwa na nidhamu ya kwamba wewe unapopimwa unaonekana kwamba wewe ni mtiifu. Upako hudumishwa kwa kuwa na kukua kupitia maisha ya nidhamu ya kiroho. Mtazamaji mpendwa, tumemaliza sehemu hiyo ya ahadi ya kwamba tumeitwa makuhani na kile ambacho tunahitaji kufanya.
Niangalie sehemu ya pili, maana leo nimeshikanisha ahadi mbili. Naangalia ahadi ya furaha ya milele. Yawe anaahidi, badala ya aibu yenu mtapata maradufu. Nimekuwa nikitafakari jambo hilo. Nashukuru jana nimesikia mtu mmoja ametoa ushuhuda akasema, ulipotaja neno hilo maradufu, wiki hii haikuisha kabla sijatendewa kitu kikubwa sana. Na nikasema, Baba ni asante, kwa sababu katika ulimi wa makuhani kuna uwezo. Na kwa hivyo nilipofundisha siku ya Sabato na kusema kwamba wiki hii tuangalie jambo hili, badala ya aibu mtapata maradufu. Ya kile ambacho kinafanya ukaaibika, ukaitwa tasa, utapewa mapacha. Wakati ambapo watu wanakudharau wewe hauna kitu, ahadi ni kwamba tutapewa maradufu, na kupitia ile maradufu unakuta kwamba tunakuwa na furaha ya sasa na furaha inayokuja hata ya milele. Yawe ni Elohimu wa mabadiliko ya kiteua, na kwa hivyo unakuta kwamba badala ya majivu kuna uzuri, beauty. Majivu, ukijipaka jivu na kaa umeparara, lakini badala ya majivu kuna uzuri. Baba anatuvika uzuri, the beauty. Kiswahili, Kiingereza kinasema aibu kuwa heshima. Mtu ambaye alikuwa amedharauliwa, mwimbaji mmoja akasema kwamba watakupigia saluti, maana Baba atakutoa katika ile fedheha na ukaweza kuinuliwa. Wakati mwingine ni fedheha ya umasikini. Wamekuita maskini kwa muda mrefu, lakini leo hii wanakuita sonko. Maombolezo kuwa furaha. Wakati ambapo watu wanalia, wamepoteza vitu, Baba anatuondolea hilo wingu la simanzi ya maombolezo na uchungu wa maombolezo, na badala yake anatuletea furaha. Na iwe sehemu yako na iwe sehemu yangu kupitia jina takatifu teule mno na Baba wetu napewe sifa. Badala ya hasara kuwa na urejesho. Wengine biashara wamefunga, wengine hata sasa hawajafunga, wangali wanajikaza, lakini wakihesabu mahesabu yao wanakuta kwamba ni hasara tupu. Ninaomba Baba atukumbuke na atujalie kwamba badala ya hasara tunaletea urejesho wa faida, tunaletewa urejesho wa kupanuka kwa biashara zetu. Ingawa watiwa mafuta hupitia majaribu, mwisho wake Yawe huleta ushindi. Bila shaka tumewahi pitia shida, wengine sasa hivi wanapitia shida, lakini wakati unakuja ukaanza kucheka, ukaanza kufurahia. Na kwa hivyo tunapoongea kuhusiana na ahadi hii ya furaha ya milele, inamaanisha nini? Furaha ya milele haitokani na mazingara tu mazuri, la hasha. Tuliangalia watu kina Paul na Sila walikuwa wana furaha hata kama wamefungwa jela. Furaha ya milele inatokana kwa kuwa na amani katikati ya dhoruba. Nimesema mara nyingi kwamba amani ambayo Baba wetu anatupatia si amani kwa sababu ya upungufu wa vita ama ukosefu wa vita. Katikati ya vita unakuta kwamba wewe unafurahia. Kwa hivyo furaha ya milele ni kwamba katikati ya mawimbi, katikati ya watu wanapoona kwamba ni kukwisha unakwisha, wewe ungali umetulia, amani imekujaa. Furaha ya milele vile vile pia inamaanisha kuwa na tumaini wakati wa kusubiri. Yaani wewe uko kwa shida, lakini bado unasema mkombozi wangu yuaja, atasimama na ugonjwa huu utaisha. Hii ninayopitia ni msimu tu. Kwa hivyo unakuwa na furaha ya milele, ni kwa sababu katikati ya watu ambao hawana matumaini, wewe bado unasema sitakufa, nitaishi, nishuhudie matendo makuu ya Baba wetu Yawe. Hata wakati mmoja ananisikiza wakati huu, labda kwa hospitalini ama kwa nyumbani, wewe ni mgonjwa na watu wanakuangalia katika macho ya huruma. Hata wengine wameanza kukuambia funganya virago vyako, jipange, maana hauna nafasi ya kuishi tena. Unasimama ukiwa na tabasamu katika udhaifu wako. Unasema nitasimama, nitashuhudia, na ugonjwa huu si wa mauti, nitaishi tena. Hiyo ndiyo furaha ya milele. Furaha ya milele ni kuwa na nguvu wakati wa udhaifu. Let the wicked see that I am strong. Maombolezo 3:9. Yule ambaye hana nguvu na aseme nina nguvu katika udhaifu wake. Huyu ambaye ako kwa Facebook anaita TV na azidi kusema Messianic Voice TV, akiwa na udhaifu wake wakati huu, angali anaamini kwamba Messianic Voice TV is a reality. Jina la Baba wetu na lipewe sifa. Na vile vile pia furaha ya milele ni kumtegemea Yawe katika kila hali.
Mwimbaji Israel Mbonyi anasema kwamba nitakuabudu hata kama hautanijibu, nitaendelea kukutumainia hata kama hautanijibu. Kwa nini? Kwa sababu hata maombezi mengine ambayo baba wetu amenijibu, I did not deserve. Mambo mengi ambayo amenipatia ni kana kwamba mimi sikukuwa na deserve. Nabii Nehemia akatuandikia katika mlango wa 8 mstari wa 10, furaha ya Yawe ndiyo nguvu yangu. Furaha ya Yawe ndiyo nguvu yangu. Wakati ambapo Yawe anafurahia kile ninachokifanya, hapo ndipo furaha yangu na nguvu yangu inatoka. Huenda ikawa yale ninafanya hayafurahishi mtu, lakini baba ikiwa anafuraha, mimi basi nimeridhika. Mtazamaji mpendwa, kipindi ni Karamu ya Neno. Ninatumai kwamba nazidi kuwa baraka kwako katika msururu huu wa kuangalia kitabu cha Isaia, ahadi ambazo mtiwa mafuta amepewa, na vile vile pia kuelewa kanuni ambazo unafaa kufanya ili baba akaweza kukusaidia hata na zaidi. Na kwa hivyo tunapoangalia kanuni za urejesho wa kupata mambo maradufu, tunakuta kwamba katika maandiko tunaona Yawe aliwarudishia watumishi wake zaidi ya walicho kipoteza. Mfano mzuri ni Ayubu, alipokea maradufu baada ya majaribu yake. Hatujui ilichukua muda gani, wakati ambapo watoto wake aliowazaa walikufa, mali zake zikafa, akawa na watu ambao wanamsingizia na kumwambia kwamba maisha yako yanafika mwisho. Lakini Ayubu alizidi kusimama kidete na kusema kwamba mkombozi wangu yu hai. Na bila shaka hadithi ya Ayubu, mafungu ama milango ile 42 unapoisoma, unaona kwamba baba wetu Yawe alimpatia Ayubu double portion. Ninajiombea double portion mwaka huu in Yeshua's name. Ninakuombea sehemu maradufu katika jina la Yeshua Masihi. Upako uliomshukia Ayubu ukawa ni sehemu yako. Na mtu mwingine tunayemuona kwamba ni Yosefu, alitoka gerezani hadi ikulu. Just imagine wakati ambapo hata alipokuwa anaenda jela, huenda ikawa hata mke wa Potifa alikuwa na mdhihaki, anamwambia we hauna akili, umenikataa na we utajutia. Na basi akamsingizia na akakuwa kwenye jela. Sijui kama alikuwa anapitia pale jela na kumdhihaki, lakini huyu jamaa kwa sababu alikuwa na amani, na furaha ya milele, alikuwa anafurahia tu hata akihudumu katika jela, na ndani ya jela akawa na promotion, na ndani ya jela hakusita kutumia karama yake ambayo ilikuwa ndani yake. Kidogo kidogo Yosefu ametoka gerezani, amekuwa ni mtu ambaye anaishi ikulu, na sio kuishi ikulu. Watu wote kuongezea Potifa na mke wake walikuwa chini yake. Na iwe sehemu yako katika jina la Masihi Yeshua, mahali ambapo watu wamekusukuma, wamekusingizia, baba na asimame akulipishie kisasi. Maana katika kitabu hiki kinasema kwamba Yawe atawalipishia kisasi watiwa wake mafuta. Na vile vile pia tunamkuta Naomi ambaye alitoka kwa sababu ya njaa, akaenda kutafuta mahali pazuri, lakini mambo ikaenda vibaya. Akapoteza mume, akapoteza wanawake, lakini alibakia na binti ambaye alimpatia matumaini. Naomi alitoka katika uchungu hadi katika urejesho kupitia mke aliyekuwa ni mke wa mtoto wake. Wakati ambapo anarejea akiwa na fedheha, anawaambia msinite Naomi, munite Mara. Na Mara ni kusema machungu. Akaambio la hasha, machungu yake yanafika mwisho, na mmoja wa jamii yake akampokomboa. Na kwa hivyo mambo ya Naomi yakawa ni mazuri sana. Na kwa hivyo ikiwa tutapata furaha hii ya milele, kuna mambo ambayo tunafaa kuyafanya. Take responsibility ili usije ukawa liability. Madai ya furaha ya milele, unakuta kwamba uaminifu wakati wa majaribu. Hata wakati unajaribiwa, wakati unapitia machungu, mtazamaji mpendwa, ninakuomba ukazidi kuwa mwaminifu. Maombi yanapochelewa kujibiwa, unazidi kuwa mwaminifu. Milango inapofungwa, unazidi kuwa mwaminifu. Hata mambo yanapoonekana magumu, endelea kuwa mwaminifu. Na jambo la pili kuhusiana na madai ambayo inafaa kuwa sehemu yako, mwamini Yawe katika majira ya kusubiri.
Usije ukamnungunikia, usije ukamlalamikia. Wana wa Israeli walimuudhi ni kwa sababu wakati ambapo walikuwa wanapitia magumu, walianza kuona kana kwamba Yawe hakuwa na mpango kabambe. Wakati ambapo wanasafiri, walikuwa wanaona kana kwamba wanakufa. Habakuku 2 inasema Habakuku 2 mstari wa 3, ijapo kawia ingoje, kwa kuwa hakika itakuja wala haitakawia. Unapomwamini baba wetu Yawe, usije ukasema tu haleluya wakati ambapo mambo ni mazuri. Sema haleluya hata wakati mambo ni magumu. Alafu yakiwa mazuri, endelea kusema na iwe hivyo na iwe hivyo na iwe hivyo, lakini muamini Yawe katika majira ya kusubiri, na usimtukane mtakatifu baba wetu Yawe, wala usidungunike. Dai lingine ambalo unahitaji ili kufurahia furaha ya milele, kudumisha furaha kwa imani. Furaha ni uchunguzi wa kiroho. Paulo na Sila waliimba gerezani badala ya kuona kabla hata ya kuona ule muujiza. Watiwa mafuta hujifunza kufurahi hata kabla ya kuona majibu. Mtazamaji mpendwa, na tuendelee kufurahia furaha ya milele kama vile tunavyoona kwamba Haruni aliitwa kuwa kuhani mkuu wa Israeli na akawa mfano wa kuhudumu mbele zake baba wetu Yawe. Tunafaa kufurahia tunapohudumu kama mtumishi Haruni. Tunafaa kufurahia kuhudumu kama Samueli. Aliitwa na Yawe tangia akiwa mtoto mdogo, na aliendelea kuwa mwaminifu mpaka akakomaa na akawatia mafuta hata wafalme katika nchi ya Israeli. Na vile vile pia tumemtaja Ayubu, alivumilia majaribu makubwa sana, alibakia mwaminifu hadi Yawe alipomrejeshea hata maradufu. Mtazamaji mpendwa, Biblia ni kitabu ambacho kina mifano mingi ya jinsi ambavyo watu wanapata yale ambayo Yawe amewaahidia. Na Yeshua Mesaya hatumuachi nyuma. Tunajua kwamba Yeshua ndiye kuhani mkuu hata sasa, ni kuhani mkuu mkamilifu. Alivumilia mateso ya aibu